tunaendelea nao unajulikana Waamuzi na tafsiri yake kutoka lugha ya Mambo ya Agano Kale na kuja katika Ufunuo wa Roho wa Agano Jipya. Tunayo furaha kuu sana leo kuendeleza kutambulisha anwani maalum ya Roho aitwaye Yesu Kristo katika anwani yake maalum ya ujumbe wake kuelekea siku za mwisho, ujulikanao kama Waamuzi na tafsiri yake kutoka lugha ya Mambo ya Agano Kale na kuja katika Ufunuo wa Roho wa Agano Jipya. Leo ni series ya 20 katika ujumbe huu mashuhuri ambako Yesu analeta anwani maalum kabla ya kuja kwake, ili watu wote wapate kujua kwamba Mungu mashuhuri Yesu mfunuzi mambo, yeye anaachilia anwani yake kabla ya kuja kwake, ili watu wote wapate kutubu, wale wateule kutoka kwenye zama za Roho ambao Bwana alikusudia. Tuliona basi kwa shaka kabla hiyo yote ile kwamba tulieleza wazo la Mungu lisiokuwa na itilafu kutoka kwenye zama za Roho. Mungu alitupanga katika namna ya mraba, na mraba maana yake ni marefu na mpana ni sawa. Akiwa kutoka kwenye zama za Roho akiwa peke yake, aliwaza wazo lake kuu ambalo tunajulikana kama Theologos au Elologos. Theologos kwa maana ya THEO na Logos kwa maana ya THEO na Logos ni LOGOS. Maneno mawili ya lugha ya Kigiriki. Theo maana yake ni Mungu, Logos maana yake ni wazo. Au unaweza kuliita Eloi Logos. Eloi ni neno la Kiebrania ambayo ni ELOIH. Eloi ni Mungu wa Kiebrania, na Logos LOGOS likimaanisha wazo. Kwa hiyo unaweza kusema wazo la Eloi, wazo la Roho aitwaye Eloi. Huyu Mungu kutoka kwenye zama za Roho alipowaza akiwa peke yake kutoka kwenye zama za Roho au enzi za Roho, akaanzisha zama za Roho za pili. Zama za Roho au enzi ya Roho ya pili, yeye akiwa pamoja na watoto wake. Iko Mungu mashuhuri Yesu akakopanga katika namna ya mraba ambao marefu na mapana yake ni sawa. Tuliona pasipo shaka yote mraba huu, mkono wako kume wa mraba huu alikuwa ni makazi ya simba. Chini ya mraba wako ilikuwa ni makazi ya ndama. Mkono wako wa kushoto ilikuwa ni makazi ya mwanadamu, na pale juu ya mraba wako ilikuwa ni makazi ya tai. Makazi ya simba ilikaa Paulo na Ireneo. Makazi ya ndama ilikaa Martin na Kolumba. Makazi ya mwanadamu ilikaa Martin Luther na John Wesley. Makazi ya tai ilikaa Elia na William Branham na Elia tano ambao ulimwengu unamsubiri leo kuleta anwani za siku za mwisho. Kwa haya ilikuwa ni makazi ya utakatifu tokeo kutoka kwa zama za Roho. Sawasawa na Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 8. Sawasawa na Ezekieli sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 26. Na sawasawa na Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 mpaka 12. Lakini pia sawasawa na Ufunuo sura ya 5 mstari wa 1 mpaka 6 inathibitisha katika michoro hiyo kinabii tulipokuwa kwenye mkutano mkuu kule juu mbinguni kabla ya kuanzisha zama za maumbo. Bwana yeye Mungu mashuhuri alitusomea wazo lake kuu, na wazo lake kuu ni Biblia ya Waebrania. Hii ambayo Mungu alitumia michoro kutoka kwenye Agano la Kale, michoro ya kimaumbo, kuchora siri za Roho. Akatumia manabii wa Kiebrania ndani ya makabila 12 ya Israeli. Baadaye katika Agano Jipya katika Ufunuo wa Roho, Mungu akatumia mitume 12 ambao hao wote ni Waebrania kuchora wazo lake lisilokuwa na itilafu, ambalo yeye alianza kuliweka wazi kutoka kwenye zama za Roho kwa watakatifu wake. Na tuliona michoro hii ya kinabii Mungu alipokuwa amewaza, na makazi haya au hili wazo la Mungu kutoka kwenye zama za Roho lilikuwa na namba 12. Kwa maana kwenye eneo la simba mkono wako kume anakaa Paulo na Ireneo. Wewe ukichukua simba, Paulo na Ireneo unapata namba 3. Chini ya mraba wako kwenye eneo la ndama anakaa Martin na Kolumba. Ukichukua Martin na Kolumba pamoja na ndama, au ndama pamoja na Martin na Kolumba, utapata namba 3. Kwa wako kushoto kwenye eneo la mwanadamu anakaa Martin Luther na John Wesley. Ukichukua mwanadamu mwenye wai huyo na Martin Luther na John Wesley unapata namba 3. Chini ya mraba hapo kwenye eneo la tai anakaa Elia William Branham na Elia 500. Ukichukua tai mwenye wai huyo pamoja na Elia William Branham na Elia 500 unapata namba 3. 4 mara 3 unapata namba 12, ambayo ndio ilikuwa wakati kutoka kwa zama za Roho. Kwa hiyo Mungu wakati tunatoka kwa zama za Roho, Mungu alileta uwakilisho duniani. Mungu alipoumba vyote vinavyoonekana leo,
Mungu aliweka mahesabu yake ya kiroho kutoka kwenye anwani ya maumbo. Mungu akamuumba Adamu kama anwani ya kwanza yenye uwakilisho itakayowakilisha watakatifu wote tuliokuwa kutoka kwenye zama za roho. Na Adamu akiwa pale Eden, na Eden ni mraba ambao tunazungumza habari zake ama maarufu na mfano sawa. Adamu alipewa mambo makuu manne yaliyokuwa yanatambulisha yale makazi yaliyowazo na Mungu kutoka kwenye zama za roho. Mkono wako wa kuume Adamu alipewa ufunuo. Chini ya mraba wako Adamu alipewa uzima. Mkono wako wa kushoto Adamu aliitwa mwana wa Mungu, na pale juu ya mraba wako Adamu alipewa mamlaka. Haya yalikuwa ni mambo manne yalikuwa yanafunua mahesabu kutoka kwenye zama za roho. Ufunuo ni simba, uzima ni ndama. Mwanadamu kuitwa mwana wa Mungu ni mwanadamu, kwa sababu mwana wa Mungu ni mwanadamu. Mwanzo na pale juu ya mraba wako kwenye neno la tai, kwenye neno mamlaka ya Adamu, Mungu akampa akaliita tai. Watu wamepata zuri. Kwa Adamu akawa na mambo makuu manne yanayowakilisha yale makazi ya Mungu pamoja na watoto wake kutoka zama za roho. Wakati ya mambo yanafanyika katika ufunuo, Mungu ilibidi lazima achore mahesabu yake yale yanayoleta namba 12 kutoka kwa Adamu. Ndio maana watu wengi leo hawajui kwamba Adamu alipewa namba 12, kama vile Ibrahimu alipewa namba 12. Kama vile leo injili ya mataifa ilipewa namba 12, Adamu alipewa namba 12. Ndio mpaka sasa. Na tulisema kabisa katika michoro kinabii, ukichukua waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 7, Biblia inathibitisha pasipo shaka yoyote katika michoro ya kinabii. Petro alikuwa anaelezea siri ya hali ya juu sana kutoka kwenye zama za roho, ambazo bila shaka yote Mungu aliziweka katika utaratibu. Lakini Mungu ndiye Biblia imeandikwa katika namna ya siri. Mungu alichokuwa anakifanya, aliandika Biblia katika mtiririko wa zigzaga. Na zigzaga hii kwa maana alikuwa na mtu mmoja anaandika, alafu baadaye anasubiri miaka kadhaa ipite, anaendeleza ile habari iliyokuwa imepita. Barabara zote katika michoro ya kinabii. Kwa hiyo Mungu anamtuma Petro kufanya marejeo ya mahesabu. Nini Adamu alipewa? Piga mahesabu kutoka Adamu mpaka Petro. Barabara zote ni miaka 4000. Wataelezo leo. Na hii miaka 4000 ni miaka 4000 ambayo inathibitika katika michoro, miaka 4000 baada ya anguko la dhambi. Lakini Adamu aliishi miaka 1000 kabla ya anguko. Wataelezo. Kutokea Mungu anampa Adamu wazo lake mpaka Petro anafanya marejeo ilipita miaka 5000. Mungu anaendeleza habari. Maelezo leo. Mungu ni hatari sana, ambayo tunazungumza kwa zake ndani ya Yesu. Ni Mungu ambaye Biblia yake ameiandika katika mtiririko ambao huwezi kupata kwa akili ya kibiolojia wala akili ya cosmology wala akili yoyote ya theolojia. Biblia sio gazeti. Biblia sio kitabu cha biolojia. Biblia ni kitabu cha kinabii. It's a prophetic book. Ni kitabu cha kinabii. Kiliandikwa kwa anwani zake, kiliandikwa kwa kodi zake, kinafunuliwa kwa kodi zake, kwa njia ya ufunuo wa Roho wa nani? Yesu Kristo. Hapa ndio tunazungumza habari zake za ufunuo. Wataelezo leo. Barabara zote leo. Taratibu uweze kulipata katika michoro tunapoelekea katika series ya 20 katika michoro kinabii ambayo Bwana anaachilia kule kama ujasiri mwisho, ili upate alama maalum ya kumbuzi kabla kuja kwa mashuhudia Yesu. Sasa Petro anasema katika imani yenu tieni na wema. Waraka wa pili Petro sura ya 1 mstari wa 5 mpaka wa 7 anasema katika imani yenu tieni na wema. Wataelewa vizuri. Katika wema wenu tieni maarifa. Katika maarifa yenu tieni kiasi. Katika kiasi chenu tieni saburi. Katika saburi yenu tieni utauwa. Katika utauwa wenu tieni upendano wa ndugu. Katika upendano wa ndugu tieni nini? Upendo. Utaona kuna mambo 8 yanatajwa pale. Imani na wema weka kwenye eneo la ufunuo wa damu. Maarifa na kiasi weka chini ya mraba wako kwenye eneo la uzima wa damu. Barabara zote. Saburi na utauwa weka mkono wako wa kushoto kwenye eneo ambalo Adamu aliitwa mwana wa Mungu. Na upendano wa ndugu na upendo weka juu kwenye eneo lile ambalo Adamu alipewa mamlaka. Barabara zote. Utagundua siri ya ajabu sana. Utagundua upande wako wa mkono wa kuume unakaa ufunuo, imani na wema. Wataelewa vizuri. Chini ya mraba wako unakaa uzima, maarifa, kiasi. Wataelewa vizuri. Kwa wako kwa zote utagundua kwamba
kuna kitu utaona kuna mwana wa Mungu, Lazaro, saburi na utawa. Au pale juu ya mraba wako kwenye eneo la mamlaka utapata mamlaka, Lazaro, upendano wa ndugu na nini? Na upendo katika michoro ya kinabii. Lazaro. Utagundua namba 3 kila upande. Lazaro. 4 mara 3 mpaka ngapi? Namba 12. Ile ambayo Mungu aliweka mahesabu haya kutoka zama zao. Lazaro. Adamu alipotenda dhambi, Mungu alimfukuza kwenye ile wazo. Na hili wazo hakuna mwanadamu yeyote mtenda dhambi ambaye anaweza kuja kukaa hapa. Hili wazo la Mungu ambalo tunaliona hapa kutoka michoro ya kinabii. Wazo hili wanaokaa ni wale watakatifu ambao Yesu aliwachagua kutoka zama zao. Ndio wanaweza kukaa kumuita Mungu katika zile pande 4 ambazo tunazungumza habari zake. Lazaro. Mungu alipomfukuza Adamu, Mungu ilibidi aendeleze wazo lake. Sababu mpango wake Mungu ulikuwa ni kuokoa watakatifu wote kutoka kwenye kila lugha, taifa, jamaa na kabila. Kwa sababu yeye ni Mungu wa mataifa yote, lazima aanze kuwa Mungu wa taifa moja. Kwa nini? Yeye ni Mungu mmoja. Mungu anaanza kutengeneza mchoro wa ukombozi. Mungu anamuita Ibrahimu kutoka kwenye Uru wa Kaldea kule Iraki. Baada ya Ibrahimu, Mungu anamuita Isaka. Baada ya Isaka, Mungu anatembea na Yakobo. Baada ya Yakobo, Mungu anamuinua Yuda na ndugu zake. Wanaunda taifa lile lenye namba 12. Musa anatumwa kwenda kuwafuata Waebrania kule Misri utumwani. Wanatoka Misri wanafika pale jangwani, Lazaro. Mungu anamwambia Musa wapange Waebrania katika pande 4. Sawa sawa na Hesabu sura ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 31. Anamwambia upande wa baramu ya mashariki weka makabila 3. Upande wa baramu ya kusini weka makabila 3. Upande wa baramu ya magharibi weka makabila 3. Upande wa baramu ya kaskazini weka makabila 3. Mashariki maana yake ni baramu ya mashariki, maana yake ni mkono wako wa kuume wa mraba wako. Baramu ya kusini ni chini ya mraba wako. Baramu ya magharibi ni mkono wako wa kushoto wa mraba wako. Na baramu ya kaskazini juu ya mraba wako. Barabara zote. Mungu akaweka makabila 3. Nini mara 3 kwa ngapi? 12. Yule Mungu asema leo katika michoro ya kinabii. Lazaro. Na tukaona Mungu huyu wa Kiebrania ambaye yeye anafanya kuwa Mungu wa mataifa yote ambaye ni Yesu. Tuuze mambo Mungu wa zama zote. Niliwaambia Mungu huyu ambaye tunazungumza kwa zake, Mungu alibidi afanye marejeo mengine. Wakati Israeli wametoka jangwani wameenda nchi yao ya ahadi, ikainuka zama za waamuzi. Mungu akainua waamuzi 12 wa taifa la Israeli. Mwamuzi wa kwanza wa taifa la Israeli baada ya Yoshua kufa, mwamuzi wa kwanza alijulikana kama Samueli. Mwamuzi wa pili alijulikana kama Eliudi. Mwamuzi wa 3 alijulikana kama Baraka. Mwamuzi wa 4 wa taifa la Israeli alijulikana kama Gideon. Mwamuzi wa 5 aliitwa Tora. Mwamuzi wa 6 aliitwa Yairi. Mwamuzi wa 7 aliitwa Yefta. Mwamuzi wa 8 wa taifa la Israeli aliitwa Ibzan. Mwamuzi wa 9 aliitwa Idon. Mwamuzi wa 10 wa Israeli alijulikana kama Amnon. Mwamuzi wa 11 alijulikana kama Samson. Na mwamuzi wa 12 alijulikana kama Samuel. Hawa walikuwa ni waamuzi 12 wa taifa la Israeli. Katika anwani ile isiyokuwa na itilafu, Mungu akichora mahesabu yake ya wazo wake kuu kutoka kwenye zama za roho kuja katika zama za Mungu, kufunua siri zake ili mchoro yote ikubaliane inapokuja kufunuliwa kwenye agano jipya ambalo tunaita agano la ufunuo wa roho. Watemelezo. Sasa leo tunataka kuona hawa waamuzi kwa sehemu Lazaro. Tuwaone hao waamuzi. Kwa nini tunaita waamuzi wa taifa la Israeli? Tupate michoro ya kinabii Lazaro, ili tujue kwamba kwa nini tunaita hawa ndio waamuzi wa taifa la Israeli. Niliwaambia ukisoma kitabu cha ile cha waamuzi utapata idadi ya watu wengi kuliko hii namba ambayo inahitaji hapa. Lazaro. Jawabu lake utaipata kwenye series hii hapa ya 20, na kama sitakuwa nimepata neema kumaliza, basi nitaimalizia katika series ya 21. Utapata kujua kwa nini hawa ndio waamuzi wa taifa la Israeli. Mikokotoo yake na mahesabu yake ya kinabii ambayo Mungu aliiweka katika michoro yake ili watu wake waweze kupata anwani maalum kabla kuja kwake kwa ajili ya unyakuo wa kanisa. Watemelezo leo. Watemelipata nzuri. Tunazungumza habari ya waamuzi wa taifa la Israeli. Mbona nzuri? Tunataka kuona hawa waamuzi na michoro yake na mikokotoo yake ili kupata hesabu ya namba 12 katika michoro ya kinabii
ili upate kujua kwamba hawa ndio walikuwa waamuzi wa taifa la Israeli, wataona Israeli. Umeipata hilo? Nisikupite mtakatifu Bwana. Umeipata zuri? Tutawaona katika mahesabu ya kinabii ili tupate mahesabu haya. Wataona zuri? Basi tuanze sasa, ndugu yangu Gaspar. Naomba uchukue Biblia yako, ufungua kitabu cha Waamuzi sura ya 2, anza mstari wa 6, mstari wa 6 mpaka mstari wa 10. Hebu tusomee. Tuone mahesabu haya kinabii tunapoanza kuwapanga hao waamuzi katika michoro kinabii. Ndio. Amna. Waamuzi sura ya 2, mstari wa 6 mpaka 10. Basi hapo Yoshua alipowapa watu ruhusa waende zao, wana wa Israeli wakaenda kila mtu kuendea urisi wake. Sorry. Waamuzi sura ngapi? Pili. Waamuzi sura ya 3, sorry. Amina. Mstari wa 7, sawa, mpaka mstari wa 11, sorry. Wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Amina. Nao wakamsahau Bwana Mungu wao. Sikiliza leo. Yoshua ameshafariki, balazali. Amen. Hayuko jukwani. Watamelazwa leo. Yoshua amefariki dunia. Hayupo, balazali. Amekusanywa pamoja na ndugu zake wale wateule wale wa agano la kale, walikuwa wanakusanywa, wanapelekwa kwenye eneo la mangojeo ya watakatifu kule kuzimu chini. Watamelazwa zote. Melelazwa leo. Kwa hiyo Yoshua kashakusanywa na ndugu zake tayari. Kashamaliza jukumu lililomleta duniani. Balazuri. Waebrania wanatenda dhambi. Ndio, endelea. Hebu anza na mstari wa 7, ndio. Wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana Mungu wao. Amina. Wakamsahau Bwana Mungu wao. Nao wakawatumikia Mabaali na Mashtorethi. Amina. Kwa hiyo hasira za Bwana ziliwaka juu ya Israeli. Amina. Naye akawauza na kuwatia mikononi mwa Kushani Rishathaimu mfalme wa Mesopotamia. Amina. Na wana wa Israeli wakamtumikia huyo Kushani Rishathaimu muda wa miaka 8. Amina. Kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana. Sasa sikilizeni hapa. Hapo tunasoma habari za uongozi. Na ikumbuke wakati tunaweka ile kokoto, tutaangalia maanguko yanayotokea kwenye agano jipya. Yaani haya maanguko unayosoma hapa kwenye Waamuzi ndio maanguko yako kwenye nini? Kwa watu wa mataifa. Wataelewa leo. Twende vizuri sana, utaelewa mchoro hali juu sana kwenye hizi series mbili. Hii na hiyo ya 21 ambayo itakuwa ndio ya mwisho. Elewa. Wataelewa leo. Waebrania walipomwacha Bwana, Mungu akawatia mikononi mwa mfalme wa Mesopotamia. Na Mesopotamia ni Iraki ya sasa. Wakaanguka mikononi mwa mfalme huyo. Wataelewa. Wakamtumikia mfalme muda wa miaka 8. Kwa nini walimwacha Bwana? Kwa nini waliendea miungu ambayo haikuwa miungu? Mungu akakasirika, akawatoa, akawatia mikononi mwa mfalme. Kwa hiyo ikabidi wamtumikie mfalme. Wataelewa sura. Mfalme akaweka kodi. Mfalme alikuwa anaamua leo nataka niende nikavamie, akija anachagua kuondoa wale wote wazuri anawachukua. Barawe, ile mifugo yote mizuri anachukua. Wataelewa sura. Akiona vijana wale wenye nguvu wazuri anawachukua kwa ajili ya kwenda kuwatumikisha kwa utumwani huko. Waebrania walimtumikia mfalme huyu muda wa miaka 8. Waebrania walipomlingana Bwana, sikia hiyo, walipomlingana nani? Bwana. Nini kilitokea? Ndio. Kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana, Bwana akawainulia wana wa Israeli Mwokozi. Amina. Aliyewaokoa, yaani Othnieli. Watamelazwa. Amina. Waamuzi wa kwanza wa taifa la Israeli baada ya anguko la taifa la Israeli. Katika zama za waamuzi, na Mungu aliamua kuanzisha zama hizi
ili achore mkokotoo wa kimahesabu katika mahesabu ya kinabii, ili achore mahesabu kwenye Agano Jipya. Watemelewa vizuri. Mungu akamwinua Othnieli ili aende kuokoa wana wa Israeli. Unaona mwamuzi wa kwanza wa taifa la Israeli ananukuliwa katika mahesabu ya kinabii. Watemelewa vizuri. Watemelewa. Lakini lazima ujue hapa kwa mchoro halisi. Waibrania walimwacha Mungu baada ya Yoshua kufa. Wakaiendea miungu isiyokuwa miungu. Mungu akawaruhusu, akamruhusu mfalme wa Mesopotamia aje awavamie na waweze kumtumikia. Waliona zuri. Baada ya kumlingana Bwana, Mungu akatuma mjumbe, waliona zuri, ili kuokoa kizazi kile katika michoro kinabii kutoka kwenye zama za maumbo. Watu wamepata zuri. Hii mnaelewa? Othnieli ametajwa katika anwani maalum hiyo. Mungu, naomba ufungue Biblia yako hiyo, Waamuzi sura ya 3 mstari wa 12 mpaka mstari wa 17. Hebu tusomee pia tupate mahesabu haya. Nione mikokotoo hiyo kama mahesabu ambayo Mungu mshauri Yesu analeta anwani hii maalum. Ndio. Basi wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu tena mbele za Bwana. Naye Bwana akamtia nguvu Egloni mfalme wa Moabu juu ya Israeli. Sasa Mungu wa Ibrania amemwacha tena baada ya Othnieli kufa. Mwanzo Mungu amewaacha wa Ibrania kwa sababu Ibrania walimwacha. Mungu anachofanya katika michoro yake kwa hesabu, anamtuma mfalme mwanzo wa Moabu awavamie wa Ibrania. Mwanzo endelea mtakatifu Bwana, tupate michoro hii. Ndio. Kwa sababu walikuwa wameyafanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana, huyo Egloni akakutanisha kwake wana wa Amoni, Amaleki. Akaenda na kuwapiga Israeli, nao wakauchukua huo mji wa mitende. Wana wa Israeli walimtumikia Egloni mfalme wa Moabu muda wa miaka 18. Lakini wana wa Israeli walipomlilia Bwana, Bwana akawainulia Mwokozi, Eliudi mwana wa Gera. Hapo angalia Waamuzi wa pili wa taifa la Israeli. Tukio lile, Waibrania baada ya Othnieli kufa wakamwacha Bwana, wakaangukia kwenye miungu ya Ibilisi, miungu ambayo haikuwa miungu. Mungu akamwinua Egloni mfalme wa Moabu, na mfalme wa Moabu akafanya ushawishi kwa Amaleki, akafanya ushawishi kwa wana wa Amoni, ambao Moabu na wana wa Amoni wako ndani ya, kwa sasa hivi ilikuwa iko ndani ya nchi ya Jordan ya sasa. Wakati huo zilikuwa falme mbili tofauti. Wataendelea vizuri. Akaenda akawapiga Waebrania, wakamtumikia miaka 18. Wataendelea vizuri. Miaka mingapi hiyo? 18 wanamtumikia mfalme Egloni, mfalme wa Moabu. Waebrania walipomlingana Bwana, walipomlilia Bwana kutokana na mateso ya utumwa, Mungu akainua Mwokozi wa pili wa taifa la Israeli. Wataendelea vizuri. Eliudi anaitwa kuwa mwamuzi wa taifa la Israeli. Ndio, endelea. Tupate kuchora kinabii. Ndio. Lakini wana wa Israeli walipomlilia Bwana, Bwana akawainulia Mwokozi, Eliudi mwana wa Gera. Umesikia? Eliudi mwana wa Gera anainuliwa na mwamba mashauri Yesu kuchora mahesabu ya michoro. Wataendelea vizuri. Mwamuzi wa pili wa taifa la Israeli anainuliwa. Ndio, endelea. Mtu aliyekuwa mwenye shoto alikuwa anatumia mkono wa nini? Upanga, anashika kwa mkono wa kushoto, na mkuki anausha kwa kushoto. Amen. Mtu wa shoto huyo. Mtaelewa huko mbele ya safari katika michoro ya kinabii. Mungu ni Mungu ambaye alichora michoro yake ya kimaumbo kufunua siri zake za roho. Amen. Eliudi mtu wa shoto akatokea katika michoro. Amen. Endelea ndugu yangu. Nao wana wa Israeli walimpelekea Egloni mfalme wa Moabu tunu mikononi mwa huyo Eliudi. Amen. Eliudi alijifanyia upanga uliokuwa na makali kuwili. Amen. Angalia hiyo. Kwa hiyo upanga wake ameshakamata
Mtu wa shoto huyo, balazari. Amen. Balazari. Alafu upande wake unakata kuwili. Eliudi anapewa tunu apelekea mfalme. Endelea, tupate mahesabu ya kinabii ndio. Urefu wake ulipata dhiraa moja. Amina amina. Akaufunga huo upanga ndani ya nguo yake. Amina amina. Katika paja lake la mkono wa kuume. Amina amina. Kisha akamsogezea Egloni mfalme wa Moabu. Amina amina. Hiyo tunu. Amina. Basi Egloni alikuwa ni mtu aliyewanda sana. Aliyewanda ni mtu ambaye kwanza anapenda sifa balazuri, anapenda starehe, anapenda ukubwa, anapenda kutukuzwa. Wataonekana zuri. Alafu alikuwa ni mtu mwenye kila kitu, mfalme ambaye ameshawishi baadhi ya falme zinamtii na tayari kalivamia Israeli. Balazuri hapa. Endelea ndugu yangu. Amina. Ndio. Naye hapo alipokuwa amekwisha kusogeza hiyo tunu, amina, akawapa ruhusa watu hao walioichukua tunu, amina, wakaenda zao. Amina. Lakini yeye mwenyewe akageuka kutoka huko kwenye sanamu zilizokuwa karibu na Gilgali. Amina. Akasema, mimi nina ujumbe wa siri kwako wewe, mfalme. Amina. Naye akasema, nyamazeni kimya. Watu wote waliokuwa wanasimama karibu naye wakatoka na kumwacha. Amina. Basi Eliudi akamwendea, naye alikuwa anaketi peke yake katika chumba chake cha baridi. Amina. Eliudi akasema, mimi nina ujumbe utokao kwa Mungu kwako wewe. Basi akainuka katika kiti chake. Amina. Eliudi akaunyosha mkono wake wa kushoto, akaushika huo upanga, kuutoa hapo katika paja lake la kuume. Yani mwanake alichofanya alikamata hivi, mwanzo alafu akauchomoa. Shoto bwana. Ndio, endelea. Akamtia tumboni mwake. Amina. Hicho kipimo nacho kikaingia ndani pamoja na huo upanga wenyewe. Amina. Nayo mafuta yakashikamana tena juu ya upanga. Amina. Kwani hakutoa tena upanga tumboni. Amina. Nao ukatokea kwa nyuma. Ndipo Eliudi akatoka nje barazani. Amina. Akamfungia milango ya hicho chumba na kuifunga kwa ufunguo. Basi alipokuwa amekwisha toka nje, hao watumishi wake wakaenda wakaona, na tazama, hiyo milango ya chumba ilikuwa imefungwa kwa ufunguo. Nao wakasema, hapana budi amejifunika miguu yake ndani ya chumba cha baridi. Wakangoja hata wakatahayari. Na tazama, hakuifungua milango ya chumba. Basi wakatwaa ufunguo na kuifungua, na tazama, bwana wao alikuwa ameanguka nchi, naye amekufa. Hapo waamuzi wa pili wa Israeli, Mungu ameinua balazuri, anaenda kufanya mageuzi au mapinduzi ili kuondoa utumwa wa taifa la Israeli. Watu wamepata zuri. Tunanasa hapa leo, tunataka kuangalia hii mikokoteo ya kimahesabu kutoka kwenye Agano Kale, alafu itafunuliwa kuja kwenye Agano Jipya. Utaona mahesabu yanayomaana katika michoro. Amina. Wamepata zuri. Amen. Umeelewa zuri? Amina. Kwa taratibu tutapata katika michoro ya kinabii. Mungu ni Mungu mwenye ufunuo wa juu sana. Nataka kumwona mwamuzi wa tatu wa taifa la Israeli. Watu wamepata zuri. Fungua ndugu yangu kitabu hichi cha Waamuzi sura ya 4. Wamepata zuri? Amina. Yes, sura ya 4 anza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Tusomee tupate mahesabu haya kinabii. Amina. Hiyo ndugu yangu. Hata alipokufa Eliudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za. Angalia hapo. Swala ni lile. Baada ya Eliudi kufanya matukio mazito na ile na kuwa mwamuzi wa taifa la Israeli, nini kilitokea? Eliudi alipomaliza safari yake akakusanya pamoja na ndugu zake. Wacha Mungu wewe nani ambaye leo ndio anajulikana kama Mungu wa mataifa yote, bali Yesu. Watu wamepata sura. Amen.
wakafanya dhambi zile zile, balazari, kama mchoro wenyewe ulivyokuwa unaelezwa, balazari. Kutoka kwenye ujumbe umeshuhuri sana, Waamuzi na tafsiri yake kutoka Mungu Mungu Agano Kale, kuja katika Ufunuo Roho Agano Jipya, utaona tabia zinaumana katika michoro. Kati ya zile tabia Mungu alikuwa anazitumia kuchora mahesabu ya mambo yatakayotokea, ili kuwasaidia watakatifu wake wajue mikokotoo na safari ya Mungu katika wokovu. Kwa maana leo watu wengi wameanguka kwenye mifumo ambayo Biblia hii ilikwisha sema habari zake, lakini Mungu alificha. Amina. Amen. Tunataka kuona mwamuzi wa tatu wa taifa la Israeli. Tuone mahesabu yake na michoro yake, ili tupate anwani maalum, balazuri, ili tupate ile kusudio ambalo Bwana anataka kuliendeleza katika Ufunuo mashuhuri sana. Ndio. Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabini mfalme wa Kanaani. Sikiliza hapa. Kumbuka mara ya kwanza Waebrania wamekuwa chini, balazuri, wametawaliwa na mfalme mwingine. Othnieli amekufa, Mungu akawatia kwa mfalme mwingine. Eliudi alipokufa akawatia kwa mfalme mwingine. Watemelezo lewe. Elezo lewe. Tuweza tibu ya mtalipata katika michoro. Ndio, endelea. Aliye tawala huko Hazori, Sisera. Amina. Aliyekaa katika Haroshethi wa mataifa. Amina. Alikuwa amiri wa jeshi lake. Amina. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900. Amina. Naye akawaonea wana wa Israeli magari ya vita 900. Yaani kwa leo tunasema 900. Sawa? Bila ngapi? 900. Waebrania wakaona hapa shughuli ni nzito hii. Amen. Huyu jamaa atatutia utumwani, balazuri. Sisera mfalme huyu, balazuri, akiwa na magari ya vita yenye kutisha. Ndio, endelea. Naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Angalia utumwa wa miaka 20. Endelea ndugu yangu. Basi Debora nabii mkewe Lapidothi, ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Amina. Sasa hapa tunataka kupata mahesabu ya kinabii. Ndio maana nimwambia Biblia ni mchoro wa kimahesabu. Nimewahi kuwasikia wahubiri kadhaa wanasema hapa, balazari. Niliwaambia andiko lolote kwenye Biblia lazima lifunuliwe na andiko lingine kuleta tafsiri. Upasi kuingiza mawazo yako. Ukisoma hapa inasema ndiye aliyekuwa mwamuzi. Unaelewa? Na twende tutampata mwamuzi wa Israeli. Huyu watatu ni nani katika mchoro wa Biblia? Wataona taratibu tutampata huyu. Tutamjua ni nani. Endelea. Naye alikaa chini ya mtende wa Debora. Amina. Kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima. Amina. Vilima vya Efraimu. Amina. Wana wa Israeli wakakwea kwake. Amina. Awaamue. Amina. Huyo akatuma mtu akamwita Baraka. Umeona hiyo? Amina. Akatuma mtu kumwita nani? Baraka. Sasa tunataka hapo tunase. Tunataka kumwona mwamuzi wa tatu wa Israeli. Watameleza. Fungua kitabu cha Samuel wa kwanza. Samuel wa kwanza sura ya 12. Tuone mahesabu yake nabii Balazari, na hii itawasaidia watu wengi sana Balazari. Ili wasiingie kwenye michoro ambayo watu wanajaribu kutumia mawazo yao. Twende kwenye kitabu cha nabii Samuel. Watu wamepata zuri. Samuel sura 12. Tuone michoro hii ya kinabii Balazari. Watu wameelewa zuri. Samuel sura 12 anza mstari wa 8 mpaka 12. Sikilizeni vizuri sana. Tutajua nani mwamuzi wa Israeli. Kati ya hao au kati ya huu mchoro tunamtafuta mwamuzi wa tatu wa taifa la Israeli. Ndio. Amina. Yakobo alipokuwa ameingia Misri, Amina. na baba zenu walipomlilia Bwana, Bwana akawapelekea Musa na Haruni. Amina. Nao wakawatoa baba zenu kutoka Misri. Amina. Wakawakalisha
mahali hapa. Amen. Lakini wakamsahau Bwana Mungu wao, naye akawaua, akawauza na kuwatia katika mikono ya Sisera. Sikiliza hapo. Wa jeshi. Sikiliza, Sisera anatajwa tena. Tunataka tutafute mwamuzi wangapi? Watatu wa taifa la Israeli. Ndio mwambie Biblia, andiko litakuua bali roho atakuisha. Bwana, huyu ni Samuel wakati anamaliza huduma yake duniani, Mwamuzi wa 12. Amen. Anazungumza, yuko kwenye mkutano na Israeli yote. Anatoa hitimisho la kazi yake kama nabii, kama mwamuzi wa 12 wa taifa la Israeli. Wataendelezwa. Sasa anawaonya Waebrania kutokana na nini tabia yao waliokuwa nayo toka zamani, tabia ya kumwacha Mungu. Endelea tupate mahesabu haya. Ndio. Lakini wakamsahau Bwana Mungu wao, naye akawauza na kuwatia katika mikono ya Sisera jemedari wa jeshi la Hazori, na katika mikono ya Wafilisti, na katika mikono ya mfalme wa Moabu. Yes. Nao wakapigana nao. Nao wakamlilia Bwana, wakasema, tumefanya dhambi kuwa tumemwacha Bwana na kuwatumikia Mabaali na Mashtorethi. Lakini sasa utuokoe na mikono ya adui zetu, nasi tutakutumikia wewe. Bwana akawatuma Yerubaali na Baraka na Yefta na Samueli. Sasa niulize swali. Mwamuzi hapo anataja nani? Wateule nauliza swali. Anataja nani hapo? Baraka. Mwamuzi watatu wa Israeli nani? Debora au Baraka? Baraka. Umeiona hiyo? Amen. Hii ndio siri ya Biblia. Na hii imewaangusha wanatheolojia duniani. Yaani Mungu huku anakuwekea zigzaga, alafu anahama huku anatoa jawabu. Akijua manabii watakapotokea wataelewa zile anwani za Mungu namna anavyotembea katika mchoro wa kinabii. Amina. Rudia tena, anza hiyo mstari wa 8 Balazo. Amen. Hiyo Samuel sura 12 mstari wa 8 mpaka 12. Tupate michoro hii. Biblia ni mchoro unajieleza wenyewe. Sasa wakati nabii hapa anatoa haya mashtaka na hitimisho la huduma yake, Mungu wakati huo anachora mahesabu, anatoa jawabu. Balazo. Amina. Kwenye Waamuzi sura ngapi? Sura 4. Kumpata mwamuzi wa 3 wa taifa la Israeli. Amina. Ndio kumsikia mhubiri mmoja kwenye radio anasema Debora alikuwa mwamuzi wa Israeli. Nikamwambia huyu amepoteza mahesabu ufunuo. Hajajua safari ya Mungu inatembeaje. Amina. Huwezi kumpata mwanamke kuwa mwamuzi katika watu 12, manake ilibidi kutoka kwenye zama za roho. Lazima mtume amini wale zile safu 8 zile. Paulo, Ireneo, Martin, Kolumba, Martin Luther, John Wesley, pamoja na yeye 445. Ni lazima angekaa mwanamke kutoka kwenye zama za roho. Hapa tungepata jawabu. Kama haikuwahi kutokea kule, huwezi kupata ni jawabu. Amina. Na sio hapa tupate mahesabu kutoka kwenye taifa la Israeli. Amina. Tungempata Yuda, Isakari, Zabuloni, Reuben, Manase, Simeon na Gadi. Tungepata pale, tunapata Ephraim, Manase na Benjamin. Dan na Kanashe, tungempata mwanamke mmoja hapo. Kama kwenye huo mchoro huko hapa huwezi kumpata. Unaona kwenye Samueli sura 12, mstari wa 8 kwenda 12, jawabu linatoka kumtabiri au kumwelezea mwamuzi wa 3 wa taifa la Israeli. Amina. Ndio kwambia huu chumba utawasaidia wengi sana duniani. Amen. Ili wachue Biblia imeandikwaje. Amina. Ndio Paulo anasema kabisa kwamba andiko la naomba fungua hapo nasa kwanza. Rudi kwenye waraka wa pili kwa Korinto. Paulo anawaandikia Korinto sura 3 mwanzo. Tupate mahesabu mstari wa kwanza mpaka 16. Hebu tusomee. Tuone mahesabu haya kinabii. Ili watu wajue kwamba Biblia sio gazeti, mbona nzuri. Ukisoma kama gazeti, mbona utatoka na kitu ambacho Biblia haikusema habari zake. Mbona nzuri. Yes, Biblia ni mchoro wa kinabii ambao lazima mahesabu yake yafanyike katika namna ufunuo. Mbona nzuri. Amina. Wataendelea sura. Amen. Endelea ndugu yangu. Waraka wa pili wa Korinto. Wa Korinto sura mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16. Hebu tusomee tupate mahesabu haya kinabii. Wa Korinto wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16.
Je, tunaanza tena kujisifu wenyewe au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa kuja kwenu au kutoka kwenu? Ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao. Anasema ninyi ni barua iliyoandikwa, si kwa andiko. Naomba rudia hiyo ili watu wapate mahesabu ya kiroho. Ndio. Amina. Hebu tulipate vizuri. Tunaanza tena kujisifu wenyewe? Je, tunaanza tena kujisifu wenyewe au tunahitaji kama wengine amina barua zenye sifa kuja kwenu amina au kutoka kwenu? Amina. Ninyi ndinyi barua yetu amina iliyoandikwa mioyoni mwetu, amina inajulikana na kusomwa na watu wote. Amina. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Si kwa wino, si kwa andiko. Weka hiyo. Amen. Amina. Si kwa andiko bali kwa nini? Kwa Roho. Amina. Ndio maana ujumbe unasema Waamuzi na tafsiri yake kutoka kwenye lugha ya maumbo kuja katika ufunuo, au Waamuzi na tafsiri yake kutoka kwenye lugha ya maandiko kuja katika ufunuo nini? Wa Roho. Mnaelewa zuri yale? Mnaelewa zuri? Biblia ni mchoro wa kimahesabu, mahesabu ya kinabii. Endelea mteule tupate mahesabu haya. Ndio. Amina. Si katika vibao vya mawe, ila katika ubao huu wa kawaida, labda whiteboard leo. Zamani Waebrania mbao zao au mbao zao za kufundishia zilikuwa ni mbao za mawe. Mlazuri walikuwa wanachonga zile mawe, wanatengeneza ile ubao alafu wanatumia kuandikia. Watu wamepata zote hapa. Amina. Sio ubao uliotokana na mawe. Sio mawe yale yaliyochongwa na Musa. Watu wamepata zote hapa. Endelea ndugu yangu. Amina. Si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Amina. Natumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Si kwamba twatosha, si wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko. Sikiliza, wahudumu wa agano jipya, si wa andiko, si wa maumbo. Wataelewaje leo? Amen. Ndio anawaambia andiko litakuua. Andiko ni siri ya Mungu aliyotumia kanuni ya maumbo kuelezea siri za roho, au kwa alitumia siri za roho anazielezea siri za nini? Za maumbo. Amina. Wataelewaje? Lazima upate mkokotoo wa kimahesabu ili upate jawabu la jumla. Nje hapo huwezi kupata mahesabu haya. Endelea ndugu yangu, tupate mahesabu haya. Ndio. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho. Kwa maana andiko huua. Sikiliza, kwa maana andiko huua, bali roho huisha. Umeipata hiyo? Amina. Kwa maana wewe utakuta mtu anasoma maandiko, wanatangaza alama Kaini, wanakuja na maandiko, imeandikwa, amesema kabisa ishike, ikamati kanuni ya maumbo. Huwezi kupata wokovu kwa kanuni ya maumbo. Mungu alitumia kuchora siri za roho. Lazima zifunuliwe leo katika michoro ya kinabii ili watu wapate neno. Watamelezwe. Paulo anasema hapa andiko la huwa bali nini? Kwa hiyo ndio sasa maumbo yanaua bali roho fanya nini? Ausha. Watamelezwe wewe. Amina. Unaona zote. Amen. Sasa Biblia inasema lazima jambo lote lithibitishwe na vitu viwili vitatu katika michoro ya kinabii.
Naomba ndugu yangu nenda kwenye waraka wa pili wa Timotheo. Timotheo pili sura ya 3, tupate mikokoteo ya kimahesabu ili upate kujua kwamba Mungu mashuhuri tunazungumza kwa zake mbele Yesu. Unazuri? Amen. Yes. Timotheo wa pili sura Yes. ya 3 mstari wa kwanza. Timotheo wa pili sura ya 3 anza mstari wa 11 mpaka mstari wa 17, lakini hasa mstari wa 16, lakini anza mstari wa 11. Ndio. Inasemaje? Na upendo na saburi, Amen. tena na adha zangu na mateso, Amen. mambo yaliyonipata katika Antiokia. Paulo anamaliza huduma yake duniani, anamwandikia Timotheo kumpa maelekezo, anaweka hitimisho la kazi yake, akimuonya kama mhubiri kijana ajue namna ya kuenenda na kujua misingi balazole ya kihuduma. Watabelazole, kuna kitu anamuonya ambayo yeye ndio makosa ya wahubiri wengi dunia kutokana na mifumo ya theolojia. Watabelazole, msikilize vizuri sana Paulo, utaona mahesabu. Ndio, endelea ndugu yangu. Amina. Katika Ikonia, Amina. na katika Listra, Amina. kila namna ya adha Amina. iliyoistahimili, Amina. naye Bwana aliniokoa Amina. katika hayo yote. Amina. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa Amina. katika Kristo Yesu Amina. watauziwa. Amina. Lakini watu wabaya na wadanganyaji Amina. wataendelea Amina. kuzidi Amina. kuwa waovu, Amina. wakidanganya na kudanganyika. Amina. Basi wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa Amina. na kuhakikishwa, Amina. kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao, Amina. na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Sikiliza, tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Msikilizeni, Paulo anamuonya balazole, anamuonya Timotheo wakati anawaonya wahubiri wote katika zama zote. Ndio. Amina. Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, Amina. ambayo yaweza kukuhekimisha Amina. hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Amina. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, Sikiliza hapa, kila andiko lenye pumzi ya Mungu, kwa lugha nyingine, kila andiko lenye ufunuo wa Roho aitwaye Yesu litakuokoa. amina, Ila andiko kama andiko ambalo halina revelation kutoka kwa Roho, hilo linakuwa ni andiko kwako lililokufa, kama Yesu alipokuwa pale msalabani. amina, Lilikuwa ni andiko lililokufa, lilisubiri uhai ufanye marejeo katika michoro. amen, Watamelazwa. amina, Ndio maana Paulo anaandika kwenye Wakorintho wa pili sura 3, balazole, anasema pasipo shaka yote, andiko linaua. Andiko ambalo halina pumzi ya Roho, hiyo haiwezi kuwa fundisho kwako. Ndio maana leo wahubiri wengi wanahubiri maandiko yasiyokuwa na pumzi ya Roho. Ni hatari, kwa sababu huwezi kupata hekima ya ufunuo wa Bwana. Ndio maana tumeona kwenye Waamuzi sura 4, tumeipeleka kwenye waraka wa kwanza wa Samueli sura ya 12 mstari wa 8 mpaka 12, inatupa tafsiri ya michoro katika mahesabu ya kiBiblia, kuleta mkokotoo wa kimahesabu ili kumpata baraka kama mwamuzi wa 3 wa taifa la Israeli. amina, Wataelewa zuri hapo. amen, Walipata zuri hapo. amina, Lazima ujue michoro hii ya kinabii. Biblia sio kama gazeti. Elewa zuri hapo. Biblia ni mchoro wa mahesabu, yanahitaji ufunuo wa Roho ili uweze kupata mahesabu. Na lazima Biblia ijibu yenyewe katika michoro. Usiingize mawazo yako. Wataelewa zuri. Imepata zuri hapo. Huyo tunamuona katika mahesabu mwamuzi ngapi? Mwamuzi wa 3 wa taifa la Israeli. Leo tutamaliza waamuzi wanne tu. Bwana zuri. Yes, kutokana na muda. Tunaangalia mwamuzi wanne wa taifa la Israeli. Wamepata zuri. Ambayo tutamaliza hapo ili tuweze kuendelea na huduma zingine
kutokana na muda. Watembelee vizuri. Yes. Tutamwona mwamuzi mwingine wa taifa la Israeli ili tupate mahesabu, ili tupate mikokotoo ya kimahesabu. Twende tumuone mwamuzi mwingine wa Israeli. Wala zuri. Watembelee pata zuri. Naomba ufungue Biblia yako ndugu yangu. Fungua Waamuzi sura 6. Anza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Hebu tusomee alafu tupate mahesabu ya kinabii. Amina. Kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana Mungu. Baraka amefariki. Sawa? Waamuzi watatu wa taifa la Israeli. Amina. Waebrania wanafanya kosa lile. Wazuri katika michoro. Watembelee vizuri. Endelea. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka mingapi? Miaka 7. Ndio. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Amina. Tena kwa sababu ya Midiani wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani. Sasa angalia, Waebrania ikabidi kuogopa Midiani kwa sababu Midiani walikuwa wanakaa. Leo tunaamua kuvamia Israeli, wakivamia wanaangalia kwenye gala lako, unaangana wanabeba, wana nini, wale una mbuzi wazuri anachukua, kondoo wazuri anachukua, wale wote wanaondoka, wote wanasafirisha, wanaondoka. Ndio lazima. Wakikaa wakisema sasa hivi ni zama hizi, saa hizi tayari wale kondoo wameshakuwa wengine, wale. Sasa hiyo nchi ilikuwa bado ina neema, wale. Yesu na wao wote walikuwa wanajua hilo. Kwa sababu Mungu alifanya vile ili kuchora mchoro wa ukombozi kutoka ndani ya taifa moja uende katika mataifa yote duniani. Umeelewa baba? Waebrania walifanya ikabidi wachimbe mashimo juu ya milima. Ili jamaa wakija wanabeba vile vyakula vyao vyote vile wanafikia wapi? Unaficha uweke kwenye gala. Kwa sababu jamaa wakija wanapita navyo. Umeelewa baba? Yalikuwa ni maisha ya hali ya mateso sana kwa taifa la Israeli. Lakini Mungu alikuwa anachora mchoro wa ukombozi. Watemelezo na baba. Amen. Wani leo muone wa Midiani wanapokuja wanachota yeye, wanakimbia, wanabeba vyakula wanaondoka. Wani amuoni. Utaona tu kwenye mchoro wa Biblia. Utaona. Amina. Fruto wanauza. Lazuri. Amen. Hii mnaelewa? Mafuta wanauza. Ni Midiani wanakuja wanachota cha kwako alafu wanapotea. Amen. Biblia ni mchoro wa kimahesabu. Mungu abadilika katika wazo lake. Amen. Alikuwa alipolichora kutoka lugha maumbo analifunua katika lugha ya roho. Na yote mawili ni sawa katika ufunuo. Wateumelezo. Amen. Endelea ndugu yangu tupate michoro hii ndio. Na hayo mapango na hizo ngome. Amina. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba. Amina. Wamidiani wakakwea na Waamaleki. Amina. Na hao wana wa mashariki. Amina. Wakakwea juu yao, wakapanga marago juu yao. Amina. Na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi. Amina. Hata ufikapo Gaza. Amina. Wala hawakuacha katika Israeli miziki ziwazo zote. Amina. Kondoo wala ng'ombe wala punda. Kila kitu walibeba mpaka punda. Beba tunaondoka. Mungu anambia beba, nimeruhusu. Umeelewa? Endelea. Kwa maana walikwea na ng'ombe zao. Na hema zao. Amina. Wakaja mfano wa nzige kwa wingi. Amina. Wao na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu. Nao waliingia katika hiyo nchi. Basi hapo nenda mstari wa 7. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midiani. Amina. Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli. Amina. Naye akawaambia, Amina. Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi. Amina. Mimi niliwaleta ninyi mkwee kutoka Misri. Amina. Nikawatoa katika nyumba ya utumwa. Amina. Nami niliwaokoa na mikono
ya Wamisri Amina. na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea. Amina. Nami niliwafukuza watoke mbele zenu. Amina. Nami niliwapa ninyi nchi yao. Amina. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Sisi ni miungu watatu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio, endelea. Msiiche miungu ya Waamori. Msiiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao. Amina, amina. Lakini hamkuitii sauti yake. Hapa asema msiiche miungu wa Waamori. Amesema msiiche miungu ya Waamori, walikuwa wengi. Lakini Mungu anasema mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mungu mmoja. Sasa kutoka sura 20. Sasa na kitabu cha Torati sura 5, Mungu alikuwa anaeleza michoro yake kwamba yeye ni Mungu mmoja. Balazari, Mungu ambaye haichangamani katika michanganyo yoyote kimtazamo yanayomuelezea kwamba yeye amegawanyika. Huyo sio Mungu wa Ibrania. Na Mungu wa Ibrania ndiye Mungu wa mataifa yote, ambaye Yesu tunazungumza habari zake. Amen. Ndio ndugu yako, Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra. Amina. Uliokuwa mali yake Yoashi. Amina. Mwa Biezeri. Amina. Na mwanawe Gideoni. Amina. Alikuwa akipepeta ngano ndani ya shamba. Waibrania walimlilia Bwana. Bwana akatuma nabii. Watamalazari. Akaenda kuwaonya Waibrania. Amen. Baada hapo sasa malaika ameshuka. Amina. Anaenda kuleta ufunuo Lazari kwa mwamuzi wa 4 wa taifa la Israeli. Wadomelazari. Amen. Na ikumbuke mwamuzi wa kwanza wa taifa la Israeli malaika hakushuka. Mwamuzi wa pili malaika hakushuka. Mwamuzi wa tatu hakushuka. Kwa nini ashuka kwa mwamuzi wa 4? Hawa ni wenye rai 4 katika michoro ya kinabii ambayo tumeiona. Amina. Unachora mraba wako marefu na mapana ni sawa. Mkono wako kuume unamweka Othanieli. Chini ya mraba wako unamweka Eliudi. Mkono wako kushoto unamweka Baraka. Na pale juu ya mraba wako unamweka na Gideoni. Bwana wabariki. Leo ilikuwa ni siri za 20. Waamuzi na tafsiri yake kutoka Luka mambo ya kale kuja katika ufunuo wa Agano Jipya. Leo ni siri za 20 katika mwendelezo wa ujumbe huu mashuhuri. Na jumbe hizi ni jumbe za mnaso asili wa mvuto asili ambayo Yesu anachilia anwani maalum kabla kuja kwake kwa ajili ya unyokoa kanisa. Jumbe hizi ni jumbe za Bwana aitwaye Yesu Kristo, Mungu mashuhuri, Mungu wa zama zote. Sauti iliyonenwa Yesu anazungumza kutoka nchini Tanzania kwenda kwenye mataifa yote ya dunia ili watu wote waweze kutubu, kwa sababu Mungu mashuhuri Yesu anarudi kuja hapo siku hizi kwa ajili ya unyokoa kanisa. Bwana wabariki, tuonane katika ulimwengu unaokuja. Amina.